Okay. Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV, karibuni sana katika muda huu ambao tunawaletea yale yaliyojiri katika siku ya leo. Tunawaleta habari zile tulizozipata muda huu, na sisi ni wajibu wetu kuwaletea nyie subscriber wetu ili muendelee kuenjoy. Kitu cha kwanza, usisahau kusubscribe. Kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike na comment. Nami ndo Fabidigo katika Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Habari nilionao leo ni habari ya kufurahisha katika kukuletea habari hii kutoka kwenye klabu ya Simba Football Club kuhusiana na mchezaji wao ambaye anaitwa Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye sasa hivi inaonekana akili yake imetulia na miguu yake imeanza kufanya kazi, pale ambapo anaonekana kwamba mechi ya Simba Football Club walivyocheza na Singida Black Star, Mpanzu aliweza kucheza dakika 15 ambazo aliweza kufunga goli la ushindi ambalo alipasiwa na mchezaji anayeitwa Clatous Chama. Mpanzu alifunga goli hilo na Clatous Chama akiwa man of the match katika hiyo mechi, kwa sababu Mpanzu alikuwa ameingia dakika zilizobaki 15, yeye akaingizwa, lakini akazifanyia kweli hizo dakika 15 na kufunga goli la ushindi ambalo Simba waliweza kupata goli maponti nyingi sana ambazo ni ponti 3. Mpanzu akawa na mwendelezo wa mechi ya pili ambaye walicheza Simba pamoja na Pamba Jiji katika jiji la Mwanza, ambapo katika kutoka kwenye uwanja wa CCM Kirumba, Mpanzu aliweza kucheza dakika alipewa first 11, alianzisha first 11 na kocha wa Simba na akichezezwa kama namba 9 feki. Mpanzu aliweza kuisaidia Simba kutoa assist ya kumsaidia, alisaidia kufunga goli, alitoa assist maana kwamba msaidizi aliyetoa pasi ya mwisho na ili kusaidia goli ambayo ndo alikuwa ni Mpanzu alitoa hiyo assist ya assist goli ambalo alifunga Anicent Oula alifunga goli siku ya Pamba Jiji na Simba Football Club walitoka moja ya kuwa moja, waligawana pointi moja Pamba Jiji pamoja na Simba. Kumbuka kwamba Simba walikuwa uwanja wa ugenini huko Mwanza, lakini mpira ulikuwa ni mgumu na ugumu wake ulikuwa ndo hivyo. Pamba Jiji waliweza kusawazisha goli kwa free kick ambayo ilifungwa hilo goli. Lakini pia tukija mechi nyingine mfululizo ambazo Mpanzu alifanya vizuri kutoka kwa Singida Black Star pamoja na Pamba Jiji, lakini Mpanzu akaja kuonesha vizuri mechi ya jana ambapo Simba Football Club alicheza na wengine ambao ni timu ya hii hapa, timu ya TRA jana walicheza na Simba Football Club, ambapo Simba Football Club jana walibuka na magoli matatu kwa bila. Goli la kwanza likifungwa na mchezaji ambaye anaitwa Suleiman Mwalimu. Suleiman Mwalimu akifunga goli kwa penalti pale Kibabage alipopigwa viatu katika 18 box, kwenye ile tunasema penalty box, ndipo Kibabage aliweza kuangushwa, na pale ambapo Mwalimu alipewa goli ili aweze kufunga goli hilo, na Suleiman Mwalimu akajipatia goli la kwanza na Simba akiwa anaongoza goli la kwanza. Lakini mpira ulivyozidi kwenda, mchezaji mwingine aliyefunga goli kipindi cha pili alikuwa anaitwa Maema alifunga goli la pili, lakini goli la tatu Mpanzu jana kuanza kwenye kikosi hicho cha Simba Football Club. Mpanzu alikuja kuingia dakika 15 zilizobaki, dakika 75 aliingia huyo Mpanzu. Alipoingia akaonesha makeke mazuri pale ambapo alivyotoa assist ambayo ndio ile assist ilimfanya huyu mchezaji Yusuf Kagoma kufunga goli la 3 la Simba Football Club. Kumbuka goli la kwanza alifunga Suleiman Mwalimu kwa penalti, la pili alifunga Maema kwa free kick, la tatu akifunga Mpanzu. Sasa Mpanzu alifunga Yusuf Kagoma akipasua na Mpanzu. Sasa Mpanzu alitoa assist na akitokea benchi. Kumbuka amecheza dakika 15 jana Mpanzu. Sasa ndo tunakuja kukuambia kwamba mechi 3 mfululizo
za ligi kuu ya Tanzania zimemfanya Mpanzu kiwango chake kuonekana kimekuwa na kimeongezeka. Yani katika mechi 3 ana goli 1 na assist 2. Yani katika mechi 3 ana goli 1 na assist 2. Mechi ya Singida Black Star alifunga goli akipasiwa na Chama na yeye akitokea nje, yani kwamba alicheza dakika 15. Mechi ya Pamba Jiji akacheza first 11 lakini akicheza kama namba 9, lakini akatoa assist ya kumpasia jamaa mmoja ambaye anajiita Aula. Lakini jana na Pamba Jiji akacheza mpira jana na TRA, jana katoa assist Yusuf Kagoma, kafanya vizuri kupiga kichwa ambacho kimetokana na Mpanzu. Sasa huyo Mpanzu ndiye tumemleta leo kwa ajili ya kuamini Simba Football Club wameamua kumuongeza mkataba wa miaka 2. Aliyekuwa anasema Elie Mpanzu ni shabiki wa Yanga, leo sasa ameumbuka baada ya kuonekana Mode Uji pamoja na Cletus Magoli ambaye ni msimamizi au mkuu wa bodi ya usimamizi katika upande wa Magoli na Mpanzu jana na Magoli na Mpanzu pamoja na Mode Uji leo wameonekana wakipostiwa kwenye peji za Simba Football Club kwamba tayari Mpanzu amesha saini miaka 2 tena, miaka 2 ambayo itamfanya tumikie ndani ya Simba Football Club. Kwa hiyo basi, kwa nini Simba Football Club wameamua kumuongeza mkataba Elie Mpanzu? Kumbuka kama tunavyowaambiaga siku zote hapa tukiwa natoa tetesi za usajili, sisi katika BM Zakaria na Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV, tukiwa tunatoa tetesi za usajili kwamba mikakati ya Simba Football Club au Sport Club wameamua kusajili wachezaji kabla ya dirisha au kuongezea mkataba wachezaji wale ambao wanajua wana umuhimu kwao. Kwa sababu gani? Wanajua dirisha likifunguliwa kuna kuwepo na tetesi za uongo na ukweli kupitia vyombo vya habari kwamba mara Mpanzu anaenda Yanga, mara huyu anaenda Yanga. Kwa hiyo basi wameanza Simba kujiweka sawa pale ambapo wanakuwa wanamsainisha mkataba Mpanzu au Rushen ili kuziba mianya ya waandishi wa habari wale wanaoongea uongo kwamba Mpanzu labda anaweza kuwa shabiki wa Yanga au Mpanzu anaenda sehemu fulani. Kwa hiyo basi Mode Uji pamoja na timu yake Simba Football Club imeonekana kwamba yu tayari wameligundua hilo na wameamua kufanya hichi kitu, kuwasajili wachezaji na kuongeza mkataba wachezaji wale wanaokuwa wanawahitaji katika mfumo wa kocha. Na kumbuka kwamba Simba walitangulia kumpata kocha ambaye ndo kocha huyo wa Steven Becker ambaye ndo tayari ni kocha wa Simba Football Club nao. Na sasa inaonekana kwamba huyu Steven Becker kwa vile yupo, inaonekana kwamba yeye ndo aliyempendekeza Mpanzu aongezwe mkataba. Inawezekana hii ni mambo ya kitaalamu zaidi kwa sababu wanasajili wachezaji wakiwa wengine wanaongezea mkataba wakiwa bado yupo kocha. Inawezekana kocha ndio anayemhitaji. Lakini kiulizo ni kwamba kwa nini Elie Mpanzu anaanziaga benchi? Kwa kusema ukweli, mimi naweza kumshukuru huyu kocha wa Simba kama mchambuzi kwamba huyu anaweza kuwa anajua kukuza wachezaji vipaji. Kwa sababu gani? Mpanzu kiwango chake kilishuka kidogo. Kilivyoshuka, yeye huyu kocha ajampa ile tunasema ajampa ile kitu pressure. Anampa dakika chache acheze, afu Mpanzu katika dakika chache anafanya vizuri. Hivi tunaongelea mechi 3 kufunga goli 1 na kutoa assist 2, tena assist za kuisaidia timu ishinde goli iwe na ushindi. Basi tunaweza kusema Mpanzu amerudi katika njia zake, na kurudi katika njia zake ndio pale mashabiki wa Simba mtandaoni kote wanakuwa wanajivuna wao kwamba wana Elie Mpanzu, wana Innocent Gue, wana Libase Gue na Innocent Oula huko wanachama wana pale wana Ibrahim Morisi. Kuna mwingine hao wachezaji wengine ambao ni kina Mwalimu na wengine wapo wengi. Kwa hiyo basi Simba Football Club hata wale wachezaji tuliowataja kwa mfano wakina Suleiman Fofana na wachezaji wengine wakina Kevin Nation kutoka Pamba Jiji na wachezaji wengine kutoka Vipers huko tuliwataja kwamba wanahitajika Simba, ni habari za ukweli kwa sababu ndicho walichokiamua Simba Football Club kukifanya wakati huu kabla dirisha kubwa halijafunguliwa, ili wenyewe wasio na pressure wa kuwahitaji wachezaji hao wakiwa kwenye upande wa timu nyingi zikifungua dirisha dogo. Lakini kingine cha ziada tunaweza kukupa ndani hapa ziada kwamba Klabu Bingwa Afrika imeendelea pale ambapo timu nyingi zimetolewa Klabu Bingwa Afrika. Katika robo finali National Al wameweza kutolewa na Esperance Tunisi ambao walikuwa kundi moja na Simba Football Club. Lakini pia
hii Marine, timu ambayo ilikuwa kundi la Simba, aliongoza kundi la Simba, wametolewa Mamelodi Sundowns baada ya Marine kushindwa kurudisha magoli matatu waliofungwa na Mamelodi nyumbani kwao, wenyewe wakashinda 2-2. Kwa Mamelodi jana kafuzu kwenda kwenye nusu finali. Esperance ameenda nusu finali na timu nyingine ambayo inaitwa timu hii hapa ndio inaitwa FAR Rabat, imefuzu baada ya kumtoa Piramidi. Kwa hiyo basi hiyo ni michuano ambayo tayari imeenda nusu finali, lakini kuna timu kombe la FA huko Uingereza. Jana ilikuwa ni Arsenal pamoja na Man City katika kombe la FA, ambapo Man City ameweza kumpiga Arsenal magoli 2-0 na Guardiola akichukua kombe kwa mara nyingine tena la FA, ambapo amewashangilia sana na kuona hilo kombe linamfaa kwa mwaka huu, maana timu yake ni mbovu, lakini imebahatika sana kumpiga Arsenal. Asante sana, endelea kusubscribe YouTube channel hizi zote za Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV, nami nikifurahi na kusema asante sana. Okay.